ila kuna vingi vya ambavyo tumejifunza katika haya mashindano, kwa sababu ya ugeni wa sheria pia ilikuwa ni changamoto kwetu sisi kama KIUMATA, kwa sababu tunafahamu wachezaji wetu wote waliokuwepo katika ile safari wanacheza black ball, sheria ya mpira mweusi, lakini kule tumekutana na sheria ambayo ni tofauti kidogo. Licha kuwa tulikuwa tunafahamu kuna sheria ambayo itakuwa inaenda kutumika kule ya ultimate 8 ball, lakini ni tofauti kidogo na black ball. Sema sasa ugeni, kwa maana ile sheria haijafika bado katika nchi yetu Tanzania, ila baadhi ya nchi ambazo imeshafika kwa kiasi chake walifanya vizuri, kwa maana katika mashindano, ila kwa sheria bado ni sheria ambayo haijakuwa kubwa kwenye bara la Afrika, ila baadhi ya nchi kwa mfano kama Zimbabwe, Zambia wanaifahamu ile sheria, lakini sisi wa East Africa bado hatujaanza kuitumia katika mashindano yetu ya East Africa. Kwa hiyo ni miongoni mwa challenge ambazo zilitukuta tukiwa tuko kule, ila ninachoshukuru kwa sababu na wachezaji ambao ni wazuri na ni professional, wanajua nini wanachokifanya. Haikuchukua muda mwingi katika kuimaster baadhi ya zile sheria za ule mchezo, wakaweza kuicontrol. Kwa kipindi tunacheza game na anakaa humo anajifunza zile sheria za ile ya ule mchezo wa 8 ball ultimate. Yeah. Ukitazama maandalizi ya event yao na maandalizi ambayo KIUMASTERS imeyafanya hivi karibuni, nini umejifunza kutoka kwao, ama nini pengine sisi tulifanikiwa kwa namna moja au nyingine? Ya kwanza kujifunza, nimejifunza vitu vingi sana. Cha kwanza ukija katika time management, wenzetu wako vizuri katika time management. Lile shindano lilikuwa linachukua siku 5 mpaka 6, na licha kuwa na namba chache ya washiriki kwa maana ya timu, kwa sababu target walikuwa wanataka katika timu ya kiume wawe na timu 16, the same na wakike wawe na timu 16, lakini mwisho wa siku target ilikuwa hivyo, ikawa wako chini ya target, ila haikupelekea kuharibika kwa ratiba yao. Ratiba ikaendelea kustick vile vile, na uzuri zaidi wana facility nzuri, wana miundombinu yao ni mizuri katika upande wa mchezo, na meza nzuri zina standard, kila kitu kiko vizuri, kitu ambacho sio kawaida. Kwa mfano hata sisi tulipokuepo, tulifanyia mashindano yetu ya international kipindi kile, tulikuwa tuna meza nzuri, lakini kuna baadhi ya meza zilikuwa zina changamoto za hapa na pale, lakini wale wenzetu meza zote 20 zilizokuwa pale mezani, zilizokuwa pale katika venue, zilikuwa zote zina standard the same. Kwa hiyo mchezaji anakuwa comfortable kucheza katika kila aina ya meza atakayopelekwa wacheze. Huwezi kumsikia mchezaji anatoa sababu kwa bwana meza hii imekaa hivi, no. Meza zote zina standard sawa. Kwa hivyo vitu ambavyo unaona kabisa next time hata kama tukiandaa tournament ni heri tukafanya kwa siku nyingi, lakini tunafanya katika ule ubora ambao unafanyaje, unawasema kweli hii ni international levels. So kama nitakuwa na shindano kama la design kama ile, tashauri viongozi wenzangu tujaribu kutengeneza standard tables ambazo mchezaji yoyote atakayekuja kushiriki yale mashindano hatakuwa na sababu ya yeye kufanyaje kutoa katika kusema nimepoteza kwa sababu ya ubora wa meza au nimepoteza kwa sababu ya changamoto ya mipira labda ni mizito. Kila kitu kilikuwa katika standard. Hiyo ni namba moja upande wa facility. Lakini upande mwingine kitu ambacho kimenishangaza, tumecheza sheria mpya na ningeni kwa washiriki wengi waliokuwa pale, ila hapakuwa na maofficials kwa maana ya marefari. Wachezaji wenyewe ndio wanakuwa wanajiendesha, lakini kuanzia mwanzo wa mashindano mpaka mwisho wa mashindano hakuna changamoto hata moja iliyojitokeza kupelekea mchezo kuharibika ama kushindwa kuendelea kwa sababu labda ya kutafsirika kwa sheria ama kuna utata umetokea wa kisheria. Kila mtu alikuwa katika nafasi ya kucheza. Kama kitokea amekosea, basi anamwambia mpinzani nimekosea, mchezo unaenda. Kwa hapakuwa na uhitaji kuwa na marefari kabisa. Kwa unakuta ni gharama ambazo ameziepuka. Sisi huko bado tunaziendelea kuwa nazo kwa sababu tunaamini kwa bila marefari mchezo hauwezi kuchezwa. Ila unapofanya jambo la kimataifa, international, professional, referee kwenye pool table ni mtu ambaye exception sana. Ila kama wachezaji wanakuwa na fair play katika michezo, wanafahamu ile lugha ya fair play katika mchezo, hatuhitaji kuwa na marefari katika mashindano yetu.